Naam, asubuhi njema huanza na taarifa sahihi. Nami niko hapa kukuhakikishia hupitwi na lolote. Hujambo msikilizaji, ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na karibu kwenye habari zetu za hapa Radio 47, ambapo habari ni uhalisia wa maisha. Nafahamika kama Brenda Kenoti. Na tukianza taarifa zetu ni kuwa serikali ya Kenya imejikuta kwenye mvutano mkali na shirika la fedha la IMF kufuatia hatua za kupunguza kodi ya mafuta na kutoa ruzuku. Mvutano huo unatokana na uamuzi wa serikali ya Rais William Ruto kupunguza VAT ya mafuta hadi 8% na kutumia mabilioni ya fedha kudhibiti bei ya mafuta nchini. Aidha, taasisi hiyo ya kifedha imeitaka Kenya kuweka wazi taarifa kamili kuhusu madeni yote, ikiwemo yale inayodai kuwa yamefichwa, kabla ya kuendelea na mazungumzo ya mkopo mpya. Kwingineko ni kuwa wananchi kote nchini wanakabiliwa na mzigo mpya wa gharama ya maisha kufuatia ongezeko la bei ya mafuta lililoanza kutumika rasmi. Ongezeko hilo linatarajiwa kuathiri gharama za usafiri na bidhaa muhimu kote nchini. Mwanaripoti wetu Beatrice Awol anauketo wa taarifa hii kwa kina. Wananchi kote nchini wanatarajiwa kukumbana na gharama kubwa zaidi ya maisha kufuatia ongezeko jipya la bei ya mafuta lililoanza kutumika. Ongezeko hilo linahusisha hasa petroli na dizeli, hatua inayotarajiwa kuathiri sekta ya usafiri na bei za bidhaa sokoni. Kwa mujibu wa viwango vipya, bei ya petroli imeongezeka kwa 16.1%, huku dizeli ikipanda kwa 24.2%, ambapo jijini Nairobi petroli imeongezeka kwa shilingi 28.69 kwa lita, huku dizeli ikiongezeka kwa shilingi 40.30 kwa lita. Akizungumza kuhusu swala hilo, Rais William Ruto alisema kupanda kwa bei ya mafuta kumesababishwa na hali ya soko la kimataifa pamoja na changamoto za usambazaji wa mafuta duniani. Aliongeza kuwa serikali inaendelea kufuata mbinu za kupunguza makali ya ongezeko hilo kwa wananchi. Kwa upande wake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikosoa serikali akidai kwamba kunahitajika wazi zaidi katika usimamizi wa sekta ya mafuta ili kuondoa malalamiko yanayoendelea. Wakati huo huo, madai ya udanganyifu katika biashara ya mafuta yameendelea kujitokeza, huku baadhi ya wadau wakitaka uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini ukweli na kuwajibisha wahusika ikiwa watapatikana na hatia thabiti. Nikiripotia kutoka kaunti ya Nairobi, TV47, langu jina ni Beatrice Awor. Naam, asante sana Beatrice Awor kwa taarifa hiyo. Hizo ndizo zilikuwa taarifa za habari kwa sasa. Endelea kusalia ndani ya bunge la Radio 47 kwa taarifa zaidi na burudani bomba. Nitakuacha na msemo unaosema anayejua mengi hujenga kesho iliyo bora. Mimi nafahamika kama Brenda Kenoti. Kwa heri. Mbona mpaka naishiwa na Kiswahili? Unaishiwa na power. Nimeishiwa na power.